Mtazamaji wa Kiteko TV, leo tunakuletea makala maalum inayohusu chuo cha walimu Kinampanda yenye mandhari ya kuvutia na mazingira bora yanayochochea ujifunzaji kwa walimu wanaopatikana chuo cha walimu Kinampanda. Katika makala hii utajionea miundombinu ya kisasa ambayo inachochea ujifunzaji kwa wanachuo. Pia utajionea huduma zote za kijamii ambazo wanazipata wanachuo hapo hapa chuo cha walimu Kinampanda. Chuo hiki cha Kinampanda kilianzishwa mnamo mwaka 1975 na mahali kilipo chuo hiki ni wilaya ya Iramba, mkoa wa Singida. Karibu kutazama makala hii na mwandaji wako ni mimi Godfrey Masigati. Mtazamaji wa Kiteko TV, karibu katika makala ya chuo cha walimu Kinampanda. Hapa chuoni tunakutana na mazingira yanayopendeza na kuvutia. Pia tunakutana na wanachuo mbalimbali ambao wanatueleza jinsi mazingira yalipo hapa chuoni. Na hapa tunakutana na rais wa serikali na chuo ambaye anazungumzia mandhari na miradi kwa ujumla. Kwa majina naitwa Mwalimu Andrew Kasubi Jilatu. Mimi ni mwanachuo wa chuo cha walimu Kinampanda kwa mwaka wa masomo 2025 hadi 26. Na ni kiongozi katika chuo hiki kwa nafasi ya rais. Katika chuo hiki, mandhari ya chuo cha walimu Kinampanda, tukianzia na pale getini unapoingia tu chuoni, mazingira ni mazuri kwa sababu kuna miti ambayo imepandwa na wanachuo ambao walitangulia katika chuo hiki. Lakini bado kuna bustani za maua ambazo zinatunzwa katika chuo hiki kama kinavyoweza kuonekana. Kiuhalisia chuo kimepambwa vizuri na utunzaji wa mazingira ni sehemu kubwa sana ya nafasi katika chuo hiki. Miradi inayopatikana katika chuo cha walimu Kinampanda ni pamoja na mradi wa bustani ya mboga mboga, alafu kuna mradi wa duka, alafu pia kuna mradi wa ushonaji nguo cherehani na mradi wa uandaji wa chakula eneo la DS, Domestic Science. Miradi hii inawasaidia wanachuo kulingana na uhitaji. Kwa mfano, pesa zinazopatikana katika shughuli za unyoaji, huwa tunanunulia vifurushi kwa ajili ya kupata taarifa ya habari. Lakini pia upande wa bustani tunauza kwa baadhi kwa wakufunzi na pia kwa matumizi ya wanachuo. Miundombinu iliyoko hapa ni pamoja na madarasa yenye madirisha makubwa na nafasi safi ya kutosha. Lakini pia kuna maji na umeme. Baada ya kumsikia rais wa serikali wanachuo, ndugu mtazamaji, hapa tunaona uwepo wa vifaa vya tehama vinavyowasaidia wanachuo katika ujifunzaji. Pia tunakutana na mwanachuo naye anakuwa na haya ya kusema kuhusu mandhari ya chuo cha walimu Kinampanda na anakaribisha sana. Jina naitwa Violet Ediga Ngonyani, ni mwaka wa kwanza ngazi ya diploma, nasoma katika chuo cha Kinampanda. Nakaribisha kwa mikono miwili kwa sababu kuna mazingira bora yanayokuza ujifunzaji. Pia kuna michezo ambayo inaweza ikafanya watu kukuza vipaji vyao. Pia kuna huduma zote za kijamii. Hivyo nakaribisha sana diploma mwaka wa kwanza atakao kuja 2025. Kwa majina naitwa Yuda Joseph Lunda, ni waziri mkuu serikali ya wanachuo chuo cha walimu Kinampanda. Ni kweli wageni huwa wanakuja. Ni wageni wakiwemo ni pamoja na wahudumu kutoka benki ya NMB, lakini wengine ni polisi jamii ambao wanakuja kutoa mambo ya elimu ya kijinsia na haki za binadamu. Lakini wageni wengine ni hawa wanaotoa huduma ya damu. Kwa hiyo wanachuo huwa wanajitokeza kutoa damu kwa ajili ya kuokoa maisha ya watu walioko mahospitalini, wakiwemo watu waliopata ajali. Pia huja watu wa haki za binadamu ambao hutoa elimu ya kijinsia, elimu ya unyanyasaji.
Wageni wanaokuja katika chuo hiki huwa wanafurahia sana, maana huwa tunawapokea kwa namna ya kipekee. Kwa hiyo huwa tunaonyesha ushirikiano na hao wageni wanaokuja ambao ni kutoka taasisi mbalimbali. Kwa hiyo mapokezi huwa ni mazuri sana. Ndugu mwandishi, kwa kweli jitihada zipo nyingi katika chuo cha Kinampanda, ikiwemo kazi mradi, kazi za vikundi zinazotolewa na walimu na wakufunzi wetu mbalimbali, lakini kazi binafsi. Lakini pia huwa kuna ziara wanachuo wanazofanya ambazo huwa wanatoka nje ya chuo kwenda kujifunza. Hiyo nayo husaidia kukuza taaluma katika chuo kwa wanachuo. Kwa majina naitwa Mwalimu Livinus Alex. Ni mwanachuo mwaka wa kwanza chuo cha walimu Kinampanda. Nasoma stashahada elimu ya awali. Tumekuwa tukishiriki kwenye shughuli mbalimbali za utunzaji wa mazingira hapa chuoni, ambapo tunajitahidi kumwagilia maua pamoja na miti. Kwa maana ukiangalia hata kwa sehemu kubwa maua yetu ni ya kijani pamoja na miti. Kuna faida mbalimbali tunazopata kutokana na utunzaji wa mazingira. Kwanza tunapata ujio wa wageni mbalimbali hapa chuoni wanaofika kwa ajili ya kufanya shughuli mbalimbali. Kwa mfano kuna wanaokuja kushuti, lakini kuna wanaokuja kwa ajili ya kufanya sherehe mbalimbali. Hii ni kwa sababu ya mazingira yetu kuwa yanaonekana kuvutia na kupendeza sana. Pia tunapata fursa ya kukutana na waziri wa michezo ambaye anatufahamisha kuhusu michezo mbalimbali inayopatikana chuoni hapa na changamoto zinazoikabili idara ya michezo chuo cha walimu Kinampanda. Kwa jina naitwa Eliudi Nikolausi Malimi. Mwanachuo mwaka wa kwanza chuo cha walimu Kinampanda, ninayesoma ngazi ya stashahada elimu ya awali. Nafasi yangu hapa chuoni, mimi kiongozi wa michezo, sanaa na burudani chuo cha walimu Kinampanda. Chuo chetu kinajihusisha na michezo mbalimbali. Michezo hiyo imegawanyika katika maeneo mawili, ambapo kuna michezo ya nje na michezo ya ndani. Lakini pia michezo yote hii inashirikisha jinsia zote mbili, maana walimu wa kike na walimu wa kiume. Tunapozungumzia michezo ya nje ambayo tunashiriki hapa chuoni, kuna mchezo wa mpira wa miguu ambao kitaalamu wanasema ni football, lakini pia kuna mpira wa wavu ambao kwa kitaalamu wanasema ni mpira wa volleyball. Lakini pia kuna mpira wa mikono ambao kwa kitaalamu unaitwa mpira wa handball. Lakini pia kuna mpira wa pete. Mpira wa pete kwa kitaalamu unaitwa mpira wa netball. Lakini pia kuna mpira wa kikapu. Lakini pia kuna mbio huwa na wenyewe tunashiriki, ambao kuna mbio ndefu na mbio fupi. Lakini ukiachana hiyo, aidha chuo chetu kinajihusisha na fani za ndani, ambapo kuna kwaya, maigizo, mashairi, ngoma, lakini pia kuna drafti, bao pamoja na mchezo wa meza tunaita table tennis. Hiyo ndio baadhi ya michezo maarufu hapa chuoni. Chuo chetu huwa kinashiriki mashindano ya mara kwa mara, kwani kila mwaka wanafanya mashindano, ambapo mashindano hayo yanagawanyika katika maeneo mawili. Maana yake kuna mashindano ya ndani na mashindano ya nje. Sawa, tunapozungumzia mashindano ya ndani ya chuo chetu, maana yake kuna mashindano ya madarasa ambayo tunaita interclass. Lakini pia kuna mashindano ya mashindano ya mabweni ambayo tunaita interdormitory. Ukiachana na hiyo, chuo chetu huwa kinashiriki mechi za kirafiki na wanakijiji, sawa, ili kudumisha umoja na ushirikiano hapa chuoni. Kwanza kitaaluma, sawa, tunaposema kitaaluma maana yake inachochea hali ya ujifunzaji kwa walimu, sawa. Lakini pia inasaidia kupata mbinu nzuri za kufundisha somo la michezo. Hiyo ni upande wa kitaaluma. Lakini pia upande wa kijamii, michezo inasaidia kujenga ushirikiano na umoja. Asante ndugu mwandishi. Changamoto zipo, japo ni chache. Changamoto mojawapo ni upungufu wa vifaa vya michezo, sawa. Lakini changamoto nyingine ni mwingiliano wa ratiba, sawa. Lakini changamoto nyingine
ni ukosefu wa sanduku la huduma ya kwanza. Changamoto hii ya huduma ya kwanza, ukosefu wa sanduku la huduma ya kwanza, inaathiri sana wanamichezo, kwani wanamichezo wanapokuwa mazoezi wakipata majeraha, sawa, inakuwa ni ugumu kwao kuweza kupata kupata msaada wa haraka. Kwa hiyo hii hapo imekuwa ni mojawapo ya changamoto ambayo imewakumba sana wanachuo cha walimu Kinampanda. Asante ndugu mwandishi, mimi sina mengi ya kusema, lakini mimi napenda nitoe tu shukrani zangu za dhati ziende kwa wakufunzi wa michezo au ratibu wa michezo, akiwepo Madam Esther Nkwambe, lakini pia Mwalimu Emmanuel Lusindi. Pia nipende tu kuwaomba wale wote ambao wanatamani kujiunga na chuo chetu wakaribie sana, kwa sababu chuo chetu kina mandhari mazuri ya kujifunza, lakini pia kina huduma zote za kijamii. Kwa pamoja nasema michezo ni afya. Ndugu mtazamaji, tunapata nafasi ya kukutana na mmoja kati ya wanachuo aliyefanya BTP kwa kipindi cha miezi miwili, na hapa anatuambia manufaa aliyoyapata na jinsi alivyoweza kuishi na jamii na kushirikiana kwa pamoja. Hili chuo cha walimu Kinampanda, kuna faida mbalimbali ambazo tunaweza kuzipata tukiwa kwenye mafunzo ya walimu ambayo ni BTP, ni kama zifuatazo. Kwanza, tunapata kushiriki na jamii, au tunaweza kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine ambapo kwenda kujifunza vitu mbalimbali, ambapo tunaenda katika eneo husika, tunajua changamoto ambazo zipo shuleni, aina ya wanafunzi ambao wapo shuleni, pia tunajifunza maisha yenyewe halisia ya walimu, sababu tunakuwa tupo shuleni, tunaishi na walimu, tunaweza kuelekezana, pia tunaweza kujifunza mambo mazuri ambayo tunayaona hapo shuleni. Pia tunaweza kujua changamoto mbalimbali ambazo zipo. Pia vile vile tunajifunza jinsi ya kuishi kama walimu. Pia tunaweza kushiriki katika shughuli mbalimbali ambazo zinafanywa na jamii, kama kushiriki nao kwenye shughuli mbalimbali, mfano kwenye michezo. Pia tukiwa hapo shuleni tunashirikiana na wanafunzi, ambapo wanafunzi wanataka vitu mbalimbali kutoka kwetu, ambapo wakiamini sisi ni vijana ambao tumetoka mafunzoni, hivyo vitu vingi tunavijua. Kwa mpaka inapelekea vile walimu wa BTP au walimu wa field wakitaka kuondoka, wanafunzi hawataki tuondoke, inapelekea mpaka wanafunzi hao wanaanza kulilia walimu wasiondoke, wabaki kuendelea hapo shuleni, na wakitamani kwamba tukimaliza tuende tujumuike nao katika kuendelea kuwafundisha. Hivyo ni vizuri sana, sababu tunafanya kazi nzuri ambayo inapelekea wanafunzi wanataka tusiondoke tukiwa kazini. Yaani wanajua kama tumeajiriwa jumla kabisa kwenye hiyo shule, sababu wanatuzoea kama ni walimu wao wa jumla kabisa. Ndio maana siku ikifika tukiwaaga kwamba tunaondoka, hawataki tuondoke, inapelekea kabisa kuonyesha kilio kama kuna msiba. Kumbe hamna, walizoeana na walimu kulingana na jinsi walimu wanavyotoa ushirikiano kwa wanafunzi. Ndugu mpenzi mtazamaji, kufikia hapo tunahitimisha makala yetu, na natumai umejifunza mengi kuhusu mazingira ya chuo cha walimu Kinampanda na shughuli zote kwa ujumla. Asanteni sana kwa kufuatilia makala hii. Karibuni sana chuo cha walimu Kinampanda. Tunasema chuo cha walimu Kinampanda, elimu ni kazi.